hatuna budi kushirikiana na jamii na makundi mbalimbali katika jamii. Lakini wanachuo au uongozi wa serikali ya wanachuo tumeona ni watu muhimu sana, sababu nyinyi ndio mnaongoza serikali za chuo au za vyuo. Kwa hiyo tumewaita, lengo kubwa ni kukuza, kuimarisha mahusiano baina ya jeshi la polisi na wanachuo kupitia serikali ya wanafunzi wa wanachuo. Tunataka tuwe na mahusiano mazuri, mahusiano mema katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu katika mkoa wetu wa Dodoma. Nyinyi wasomi, lakini kwa wingi wenu ni sehemu muhimu sana katika mapambano dhidi ya uhalifu, katika kudumisha amani. Jeshi la polisi, kazi yetu kubwa au msingi au wajibu wetu mkubwa ni ulinzi wa raia na mali zao. Sambamba na hilo ni kudumisha amani na usalama. Ni wataki au ni wasii au nisisitize mambo kadhaa. Kwa sisi ameongelea hali ya uhalifu, sio UDOM tu, lakini na vyuo vingine kuna hali ya uhalifu. Natambua nyinyi wanachuo mnaishi ndani ya chuo na wengine wanaishi nje ya chuo, si ndio hivyo? Kwa hiyo hali ya uhalifu ametoa mfano kwa UDOM, lakini hata mazingira ya vyuo vingine kuna hali ya namna hiyo. Tusijihusishe na uhalifu wa aina yoyote: wizi, uvunjaji, matumizi ya dawa za kulevya. Tusijihusishe, tuwe chanzo cha kulinda na kudumisha amani katika maeneo yetu ya vyuo, lakini nje ya vyuo, katika mkoa wetu wa Dodoma kwa ujumla wake. Ukijihusisha na uhalifu kwa namna moja au nyingine, ukawa sehemu ya uhalifu, aidha kwa kusaidia au kwa kujihusisha moja kwa moja au kwa kushauri, na wewe ni mhalifu. Unaweza ukawa au shiriki kwenye uhalifu. Niwatake mkemee vitendo vyote vya uhalifu, vitendo vyote vya kuvunja ambavyo vinaenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Mnavifahamu vitendo vyote vinavyoenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Taarifa za uhalifu na wahalifu. Taarifa za uhalifu na wahalifu. Unaweza kuwa na taarifa ukakaa kimya. Taarifa za uhalifu nao, unajua uhalifu ni wakina nani? Aidha mtaani au ndani ya chuo. Uhalifu wa aina yoyote, ukakaa kimya, sasa matokeo yake huo uhalifu unaweza ukaleta madhara wakati mwingine kwako mwenyewe au kwa watu wengine. Mathalan, unaweza ukajua fulani ana vitendo vya ubakaji, au kasema kwani amenibaka mimi? Si ni mtu mwingine, inanihusu nini? Ukakaa kimya. Yule mtu ana tabia za ubakaji. Kama kuna amani, kama kuna utulivu, hamwezi kusoma vizuri. Kwa hiyo nyinyi itakuwa ni kiungo kati ya jeshi la polisi na wanachuo au wanafunzi wote walioko kwenye vyuo. Kwa majina naitwa Jaziru Jafari, ni kiongozi wa ulinzi na usafirishaji katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni kweli kwa namna moja au nyingine matukio kama haya ambayo tumeweza kuyajadili leo yanatokea katika Chuo Kikuu cha Dodoma, haswa matukio kama ya wizi na matukio mengine. Lakini mbali na hapo ni kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia uongozi wake unafanya kila jitihada ya kuweza kuyakomesha hayo matukio yanayojitokeza katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Tunatoa elimu kwa wanafunzi wetu namna gani ya kuishi na namna gani ya kufanya endapo watakabiliwa na changamoto yoyote. Kudumisha uhusiano mwema baina ya serikali ya wanafunzi pamoja na jeshi la polisi ili tuweze kusolve na kutatua migogoro inayotukabili sisi wanafunzi tuwapo vyuoni.
Kwa majina naitwa Nasra Rumbia, ni mwanafunzi kutoka Chuo cha Afya Mvumi. Moja kati ya matukio ambayo yanatokea katika vyuo mbalimbali ni pamoja na wivu wa mapenzi. Kwa sisi kama wakina dada tunaathirika kwa namna tofauti tofauti. Kwanza, maendeleo yetu ya kwenye katika elimu inatuathiri. Vile vile tunatakiwa sisi wasichana tuendelee kuelimishana zaidi, kwa sababu mapenzi ni hapo tu, lakini unatakiwa wewe msichana ujifahamu wewe ni nani na umefuata nini chuoni. From there ukishajijua wewe ni nani na umefuata nini chuoni, kwa hata mambo ya mapenzi hayatakusumbua sana. Kwa sisi tunapenda kushauri wadada tuendelee kupeana elimu, tuelimike juu ya yale masuala ya kimapenzi. Kwa jina naitwa Musa Boaz, ni rais wa serikali ya wanafunzi Chuo cha Mipango Dodoma. Kiufupi ni kwamba tunafahamu kuna matukio mengi ambayo yanatokea na yanafanyika vyuoni kwetu, na ambapo yanapokuwa yakitokea matukio, sisi hatua za awali ambazo tunazifanya ni kuwasiliana kwanza na uongozi wa chuo kufahamu kwamba kuna jambo gani limetokea, lakini sambamba na hilo kuwasiliana na kituo cha polisi ambacho kipo karibu na sisi ambacho ni kata Mnadani. Lakini jambo jingine ni kwamba kutoa elimu kwa wale wanafunzi ili yale matukio yasiweze kujirudia. Matukio yapo mengi yanatokea chuoni kwetu, hususan baadhi yao RPC aliyasema, ikiwepo wivu wa mapenzi, wizi, matumizi mabaya ya teknolojia, hususan naweza kusema ni matukio hayo tu. Sisi kama serikali ya wanafunzi Chuo cha Mipango, wito ambao tunaweza kwenda kutoa kwa wanafunzi wenzetu ni kwamba tutii sheria na taratibu za chuo kwanza, lakini pia tutii kanuni na taratibu za serikali au nchi kwa ujumla, kwa sababu tukivitii hivi vitu, sidhani au sifikiri kama kuna matukio ya kiuhalifu yanaweza kufanyika. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627 58 9709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu.